ya Khalwale wamekemea visa vya uhuni vinavyozidi kushuhudiwa nchini, wakitaja vurugu zilizotokea Homa Bay zilikuwa na lengo la kuleta uhasama kati ya jamii za magharibi mwa Kenya na Nyanza. Nataka William Ruto ubebe Biblia, utangaze mbele ya nchi kwamba harambee za kuchangia watu hospitali zimeisha. Zimeisha ama bado? Bado mnachanga kupeleka watu hospitali? Sasa wewe unatuambia ulikuwa unaeneza Injili. Tunataka ushike Biblia utuambie harambee Kenya hii zimeisha. Hata wiki ambayo imepita tulikuwa tunafanya harambee ya mili ambazo zimeshikwa kule Kenyatta University Hospital ya kutoa watu wetu kwa mortuary. So wewe William, wacha uongo bana. Na watu wamesha kugundua. Sisi kama hiyo uongo ndio unaita plani yako, sisi tunataka kukuambia plani yetu ni moja tu. Plani yetu ni uende nyumbani. Wewe, you are the biggest problem in this country. This culture of goonism ilianza kidogo kidogo. Osoti anakunywa chai, anatandikwa. Juzi Sifuna anakuja Homa Bay, anatandikwa. If we do not deal with goonism in this country, it will morph into vigilantes, it will morph into militias, and it is going to eat us. We are not going to have a republic. I want to assure you that Kenya is open, and any corner of Kenya must be made open for everybody to express their freedom of expression, freedom of association, and freedom of political alignment. Vita yenye ilitokea Homa Bay, it was carefully planned ili Sifuna alale, Waluhya tulaumu Wajaluo, kumbe watu wenye walikuja kupiga Sifuna siku hiyo hawakuwa Wajaluo, walikuwa watu ambao wamelipwa. Moses Kanyuang, tell your people that Bonny Khalwale, we have fought for over 25 years to make sure that the president comes from Mount Kenya and Rift Valley ikuje huku mpaka mzee amekufa kabla hatujafaulu. Tell them we work together.